Kwanza muktasari wa habari za dunia na Halima Nyanza. Asante Martha na karibu msikilizaji. Shirika la fedha la kimataifa IMF limesema hatari ya kudorora kwa uchumi nchini Marekani imeongezeka kwa kiasi kikubwa na kuonya kuwa ushuru uliowekwa na Marekani umeleta mashaka katika masoko ya kimataifa na kupungua kasi ya ukuaji wa uchumi. IMF pia imepunguza makadirio yake ya ukuaji wa uchumi kwa karibu kila nchi hadi 2.8, ikiwa ni punguzo la nusu ya asilimia kutoka makadirio ya awali. Mamlaka katika Jamhuri ya Dominika zimesema zimewafukuza wanawake na watoto zaidi ya 130 raia wa Haiti katika siku ya kwanza ya kamata wahamiaji wasio na vibali waliokuwa hospitali baada ya kuingia nchini humo kukwepa ghasia na umaskini katika nchi yao. Zaidi ya wanawake 87 walikamatwa siku Jumatatu, walikuwa ni wajawazito na waliobaki walikuwa wametoka kujifungua. Dalin Pai amekosoa hatua hiyo ya serikali ya Dominika. Nikimnukuu, iwapo mwanamke amejifungua leo, hawawezi kumchukua leo hii kwa sababu hawawezi kujua nini kitatokea, na iwapo amejifungua kwa upasuaji, hawajui nini kitakachotokea kwa sababu hakutakuwa na daktari wa kumsaidia iwapo kitu chochote kitatokea njiani kwa mtoto ama kwake mwenyewe. Rais John Mahama wa Ghana ameitaka Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS kutoitenga Mali, Burkina Faso na Niger, nchi tatu za Sahel ambazo zimejitoa katika umoja huo. Zaidi na Sharek Mansasu. Akizungumza katika maadhimisho ya miaka 50 ya jumuiya hiyo ECOWAS, Rais wa Ghana ameelezea uhitaji wa kutumia mdahalo kuelezea tofauti iliyopo kati ya ECOWAS na jirani zao Sahel. Licha ya viongozi wa mataifa hayo matatu ya Sahel kualikwa katika maadhimisho hayo, lakini hawakuhudhuria, huku tetesi zikisambaa kwamba nchi jirani ya Ivory Coast inahusika katika mapinduzi ya Burkina Faso. Mali, Burkina Faso na Niger zilijiondoa katika umoja wa ECOWAS mwezi Januari mwaka huu baada ya kufanyika mapinduzi ya kijeshi katika nchi hizo. Kiongozi wa upinzani nchini Tanzania, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ameachiwa huru saa chache baada ya kukamatwa na polisi jana Jumanne. John Heche pamoja na maafisa wengine walikamatwa dakika chache tu baada ya kuanza kuhutubia katika mkutano wa hadhara jijini Dar es Salaam. Na viongozi mbalimbali wanatarajiwa kuhudhuria maadhishi ya kiongozi wa kanisa Katoliki duniani yatakayofanyika nchini Italia. Hii ni BBC. Hisa za Marekani zimeanza kuimarika baada ya kushuka thamani hivi karibuni kufuatia kauli kutoka ikulu ya White House kwamba kuna hatua chanya katika kufikia makubaliano ya kibiashara na China. Zimepanda kwa zaidi ya 2%. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent anaripotiwa kutabiri kupungua kwa mvutano katika vita vya kibiashara, akielezea hali ya sasa kuwa haiwezi kuendelea. David Inkia na maelezo zaidi. Rais wa Marekani Donald Trump amewaambia waandishi wa habari kwamba makubaliano ya kibiashara na China yatapunguza sana ushuru wa forodha, lakini hautaisha kabisa. Pia amesema atakuwa mzuri sana katika mazungumzo na Beijing. Maoni ya Trump yanakuja baada ya taarifa ya ikulu ya White House kusema kwamba maendeleo mazuri yamekuwepo kuelekea makubaliano na China. Madai hayo yalisababisha kukua kwa soko la hisa siku ya Jumanne. Akizungumza na waandishi wa habari, Trump amesema ana matumaini makubaliano mapya yatafikiwa na China. Sitasema nitaweka mazingira magumu kwa China, nitaweka mazingira magumu na wewe Rais Xi. Hapana, tutakuwa wazuri sana na tutaona kitakachotokea, lakini mwishowe lazima wafanye makubaliano kwa sababu vinginevyo hawataweza kushughulikia huko Marekani. Kwa hivyo tunataka wahusishwe, lakini lazima washiriki na nchi nyingine lazima zifanye makubaliano, na ikiwa hazitafanya makubaliano tutaweka makubaliano. And if they don't make a deal, we'll set the deal. Utawala wa Trump tayari umefanya mazungumzo na wenzao kutoka Japan, India, Korea Kusini, Umoja wa Ulaya, Canada na Mexico, ikiwa ni kati ya mataifa mengine. Lakini Trump hajaonyesha dalili zozote kwamba ana mpango wa kurudisha ushuru wake wa 10% uliokuwepo hapo awali, hata kama amesema kwamba anataka mataifa mengine kupunguza ushuru wao wa uagizaji wa bidhaa na kuondoa vizuizi vyovyote visivyo vya ushuru ambavyo utawala unasema kwamba vimezuia usafirishaji wa bidhaa kutoka Marekani. Siku ya Jumatatu, China ilizionya nchi nyingine dhidi ya kufanya mikataba ya kibiashara na Marekani ambayo inaweza kuiathiri vibaya China. Taarifa yake David Inkia.
Serikali ya kijeshi ya Burkina Faso imesema imezuia njama kubwa ya kumpindua kiongozi wa utawala wa kijeshi Kapteni Ibrahim Traore, ambapo inadai kuwa wapanga njama hao walikuwa wakifanya kazi kutoka nchi jirani ya Ivory Coast. Kufahamu zaidi juu ya mapinduzi haya yaliyoelezwa kushindwa, nimezungumza na Beverly Ochieng, mchambuzi mwandamizi. Madai haya yanatokea baada ya mashambulio makubwa dhidi ya jeshi eneo la Diapaga mashariki Burkina Faso, ambapo kwamba vikosi karibu 100 waliuawa. Lakini pia kulingana na haya ya sasa, kumekuwa na majaribio ingine la kumwondoa Traore madarakani, na tishio hili linadaiwa kutoka nchini jirani ya Cote d'Ivoire. Si mara ya kwanza Burkina Faso kutoa haya madai dhidi ya Cote d'Ivoire. Tangu Traore aingie madarakani Septemba 2022, uhusiano kati nchi hizi mbili haijakuwa nzuri sana. Wapinzani mbalimbali wa Burkina Faso wanaishi Cote d'Ivoire, wakiwemo wafu ambao wamefadhili junta ya sasa na kutofautiana na Traore. Wakati huu wapinzani wa Cote d'Ivoire hapo awali wanaishi Burkina Faso, haswa mtu kama Guillaume Soro. Ripoti zinaonyesha kwamba idadi kubwa ya raia wa nchi hiyo wanaridhishwa na uongozi wake hadi wakati huu. Pengine ni mabadiliko gani ambayo ameyafanya tangu alipoingia madarakani, ambapo hata yeye aliingia kwa njia ya mapinduzi? Kuna watu wengi wanapenda sana Traore, na amekuwa mtetezi mkubwa wa jeshi la ulinzi la raia inajulikana kama VDPs, akiwa amewapa vifaa za kuweza kupigana na wanamgambo, na pia ameanza uendelevu licha ya vikwazo vikubwa vya kijeshi katika mwaka mmoja au mawili iliyopita. Traore pia ameanza kampeni ya kilimo, akitoa matrekta na mbolea ili kupatia wakulima uwezo wa kuhakikisha kuwa chakula itakuwa nyingi mwaka huu. Ukilingana na madai ya waasi na pia wanamgambo nchini huo, ni ngumu sana kuona kama nchi hiyo inaendelea vizuri mwaka unaendelea. Sasa nini kinaweza kuwa kinachochea hali hii na utishia kuitosa nchi hiyo kwenye vurugu? Ni kwa sababu ya kukosekana kwa utulivu wa kisiasa. Kati ya nchi tatu za Sahel, Burkina Faso inakabiliwa na hatari kubwa zaidi ya mapinduzi mengine ya kijeshi. Vikosi vya usalama vimegawanyika sana tangu wa rais wa zamani Compaore wakati alipoondozwa mwaka 2014. Compaore mwenyewe amekuwa akiishi nchini Cote d'Ivoire, na mtandao wake wakati mwingi unahusishwa na majaribu haya ya mapinduzi. Lakini jeshi la Burkina Faso limekuwa na mkeleweo wa kuingilia kati, haswa wakati kuna ukosefu wa amani au uongozi. Ni mchambuzi mwandamizi Beverly Ochieng. Marekani imetoa zaidi ya dola bilioni 1 kufadhili mradi wa Lobito ambao unalenga kuunganisha kibiashara mataifa ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Zambia, Angola na baadaye Tanzania kupitia miundombinu kama barabara, bandari na reli. Kwa sasa hatua ya kusafirisha madini kutoka DRC bado ni changamoto kubwa kutokana na miundombinu duni, na serikali pamoja na wadau katika sekta ya kibinafsi wameandaa mkutano mjini Lubumbashi kujaribu kutafuta suluhu. Mbelechi Msoshi alihudhuria mkutano huo na kutuma taarifa ifuatayo. Mji wa Katanga, kusini mashariki mwa Kongo, ni mojawapo ya majimbo za Kongo zilizokuwa na madini nyingi. Jimbo hilo limelengwa na mradi wa Lobito ambao unalenga kurahisisha usafirishaji wa madini kutoka sehemu ya DRC kwenda haswa Marekani na kwingineko. Hadi kufikia sasa, taifa la China pia limekuwa linanufaika kwa kiasi kubwa na madini ya jimbo hili, na hivyo baadhi hapa wanaona mradi huu kama vita vya udhibiti wa madini ya DRC kati ya China na Marekani, lakini wengi wanaukaribisha. Ule atakuwa mwepesi na kuleta faida kwa Jamhuri ya Kongo, atakuwa anachukua hiyo kitu kwa urahisi sana. Unajua, hata kusema kama watapora mali, hata tuzizike ndani, kiwango ni kuchukua mali na kuzipeleka nchi zingine ambapo watazitumia kikawaida sana kulingana na teknolojia za sasa. Lakini hapa tutashukuru sana kama kutoka mradi wa kuchukua reli kuanzia hapa kwenda paka Lobito. Itakuwa ni barabara fupi sana na wafanyabiashara watafaidika sana. Na hapa niko katika jiji la Lubumbashi na ni miongoni ya vituo vya soko za nchi ya SADC. Utaona gari ambazo zinatoka Afrika Kusini, Tanzania, Kenya, Zimbabwe na Namibia zinakuja hapa. Gari zinatoka na kuingia ambazo zinabeba madini. Lakini kuna changamoto nyingi haswa ya miundombinu, hakuna barabara. Viongozi serikalini pamoja na sekta kibinafsi waliandaa maonyesho ya siku 3 ya Expo Beton mjini Lubumbashi. Changamoto zinazokumba jimbo hili haswa ukosefu wa barabara nzuri zilizungumziwa. Serikali imeahidi kutatua
kutatua tatizo hilo la usafiri. Mabalabala ndio tuko na madifikulte ya mabalabala. Hii maminere tunayo tuipeleke kule kwenyewe watu wanaitafuta. Mradi unaleta maendeleo, barabara, reli ni muhimu sana. Nilifurahi kuona rais alitilia mkazo zaidi swala hilo kwa kuipa serikali jukumu na kuhakikisha kwamba, kwa mfano, kwenye mradi wa Lobito ambao unazungumziwa sana, tunaweza pia kuwa na wawekezaji wengine wa kibinafsi ambao wanaweza kusaidia kupanua barabara ili washirikishwe, wajenge njia ndogo za kuunganisha maeneo mengine. Ukiangalia hata njia za Kinshasa zimejengwa vibaya. Mradi wa Lobito unalenga ujenzi wa barabara za zaidi ya kilomita 1700, lakini hadi sasa kazi bado haijaanza katika upande wa DRC. Ni matumaini ya wengi kwamba mradi huu utaleta afueni ya usafiri wa wengi wakati utakapomalizika. Moja kwa moja viwanjani na Shadrack Mwansasu. Karibu. Asante Saranga. Ni kwamba kocha klabu ya Real Madrid ya Hispania yenye makao yake makuu mjini Madrid, Carlo Ancelotti, klabu ambayo ilianzishwa mwaka 2009, amekanusha juu ya taarifa za uvumi kuhusu yeye na klabu hiyo kuendelea kuinoa. Ancelotti mpaka hivi sasa amefanikiwa kushinda akiwa na Madrid mataji mawili ya La Liga na ligi ya mabingwa Ulaya mara mbili katika misimu mitatu tangu ajiunge na klabu hiyo akitokea katika klabu ya Everton mwaka 2021. Miamba hao Hispania walipoteza mchezo wao dhidi ya Arsenal katika mchezo wa hatua ya robo finali ya ligi mabingwa wiki iliyopita. Kwenye tenis kimataifa, mchezaji nambari 1 wa Uingereza Katia Bouta miaka 28 amefanikiwa kupata ushindi wa kwanza katika mashindano ya wazi ya kimataifa ya wanawake ya dunia yaliyofanyika mjini Madrid, akishinda kwa seti 6-4, 6-2, 6-1 dhidi ya mpinzani wake kutoka taifa la Czech Katerina Sinakova, na anatarajiwa sasa kushiriki pia katika mashindano ya wazi ya Ufaransa mwezi ujao wa 5. Katika masumbu ya mandondi kimataifa, bondia Mwingereza Thomas Michael ama John Fury mwezi ujao wa Mei anatarajia pia kupanda ulingoni kupigana dhidi ya Kenan mwenye umri wa miaka 27 kutoka taifa la Bosnia katika pigano ambalo litafanyika mjini Budapest tarehe 9 ya mwezi Mei. Bondia Kenan mpaka sasa amepigana mara 5 tangu aanze kucheza mchezo huu kwa mara ya kwanza mwaka 2019 na akifanikiwa kushinda mara 4 na kupoteza pigano moja. Tukirejea kwenye soka, uongozi wa klabu ya soka ya ligi kuu ya Uingereza Leicester City umetoa taarifa ya kumfuta kazi kocha Rudy van Nistelrooy, raia kutoka Uholanzi, licha ya kubakiwa na mkataba miaka miwili klabuni hapo. Jumapili iliyopita The Fox walitolewa wakimbulia kichapo cha bao 1-0 wakiwa nyumbani dhidi ya vinara wa ligi Liverpool. Lakini wakati huo huo, kocha Manchester City Pep Guardiola jana Jumanne amekuwa na mwanzo wake mzuri kwenye mazingira mazuri ndani ya klabu hiyo, akipata shindo bao 2-1 dhidi ya Aston Villa wakicheza Etihad. Shukran Shadrack Mwansasu. Asante Saranga.